Naam, bwana, wadau mbalimbali akiwemo Elmando kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea huko mtandaoni kuhusiana na sakata la Konde Boy, Harmonize pamoja na Ibra wamefurahishwa na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea. Kwa mfano, Elmando ameonekana amefurahishwa na jinsi ambavyo uongozi umeamua kuchukua hatua badala ya kuendelea kutupiana maneno kati ya Ibra na Harmonize. Ni kwamba management ya Konde Gang imeamua kumnyamazisha Ibra kwa kufuata taratibu na vifungu vya sheria au vifungu vya mkataba ambao Ibra alisaini na record label hiyo. Hapa Elmando ameandika kwamba bwana, kudos kwa Konde Gang, professionalism imewekwa mbele. Ingawa walichelewa sana, lakini siku ya kwanza tu wangetoa tamko, au mlikuwa hamuamini? Sijawahi kuona mfanyabiashara na bosi wake hali ya kuwa bado mkataba upo na anakulipa mshahara. Bosi anayekupatia mshahara, akaunti zako zote za digital platform ziko mkononi mwake. Unawezaje kutukanana naye mitandaoni? Kuwa humble ni neno dogo sana, lakini lina madhara makubwa sana. Ibra anajua kabisa kwamba Harmonize kashikilia mpini. Yeye ameshikilia kwenye makali, lakini bado analeta jeuri. Barua ya Konde Gang wameeleza yote, ila mwishoni wamemwambia kabisa afuate utaratibu wa kukamilisha malipo yake. Umeona bwana, nilisema mwanzo Harmonize ni binadamu tu. Laiti Chinga angekuwa humble ukute Harmonize angeshasamehe tu. Kuna muda na waambiaga sana wasanii wa mziki sio tu kuimba. Management ni jambo la muhimu sana. Wote wana uongozi wa hovyo. Sasa wanaonyesha jeuri. Maana yake ni kwenye kisu kikali, mwenye kisu kikali ndio atakayekula nyama. Sasa swali ni je, kama mnaonyeshana makali hivi kati ya Chinga na Konde, nani mwenye kisu kikali? Umeona bwana, huyo ni Elmando amekuja kulizungumzia hilo, lakini hakuishia hapo. Pia akatoa maoni yake kuhusiana na issue ya Diamond kuanza kudokeza kwa namna moja au nyingine kwa kutumia wimbo wa Ibra katika picha zake ambazo ameziposti hivi karibuni, ambapo Elmando amesema kwamba nashauri tu kwamba Diamond angeachana kabisa na haya mambo. Hawa watoto watakuja kumvunjia heshima bure. Sasa Harmonize hanaga pazia mdomoni mwake. Ona sasa maneno aliyoyaandika, mara chaka tu chaka, mara Swahili singa, kwamba huwezi kuimba Kiingereza. Hizi ni dharau Bigi. Kausha tu Bigi, utu uzima dawa. Kesho wahi zako kwenye video na wafanyakazi wako wa Wasafi Media, uwe na furaha. Sio unafika pale unafanya kazi wanakuangalia halafu wanarudi kuangalia alichosema Harmonize. Huko ni kujishushia heshima. Mfano niulize tu, wewe Diamond unafaidika na nini katika hiki ambacho kinachoendelea? Usipoongea unapoteza nini? Harmonize lazima awe na hasira kwa sababu ni biashara yake na aliweka hela yake hapo. Anajiuliza, wewe kwa nini uposti au usapoti wimbo wa Ibra muda huu ukijua kabisa kwamba hayuko sawa na bosi wake? Anahisi kwamba ni uswahili tu. Akiongea chochote hatuwezi kumlaumu kwa sababu wewe umemuanza. Labda unataka kununua ugomvi au unataka kumsaidia kulipa, basi sawa. Sema Konde ni kichaa kweli kweli, amemhitaji kaka yake Swahili singa. Huyo ni Elmando ameandika hivyo. Lakini pia posti nyingine Elmando hii hapa amekuja pia kuzungumzia kile ambacho madongo ya Harmonize ambayo amempiga Diamond. Hapa amesema kwamba bwana, nimetoka kuongea muda si mrefu, Bigi angeshusha tu, kwani anafaidika nini? Harmonize hiki ndio alichokuwa anataka. Kwa hiyo sasa amempa pa kuhemea, maana anaona kwamba Ibra sio level yake kubishana naye. Diamond wala hakukosea kuposti wimbo wa Ibra, lakini Konde kaja na vitu 100 kasoro, maana alikuwa anakitaka kitu kama hiki. Akaendelea hapo kusema kwamba anasema kwenye harusi ya Jux bwana, ile private jet ambayo ilikuwa imekodishwa dola 90,000 zaidi ya milioni 300. Anasema kwamba Bigi alilipa dola 10,000 tu, kama milioni 35 tu hivi, na Mzenji alilipa dola 80,000 iliyobaki, ambayo ni kama dola
ni kama milioni 280 za Kitanzania, kwamba Jeti hayakukodi yeye, ila alijigamba utafikiria alikodi yeye, na aliyekodi ni Mzenji, wala hata hakuenda na hajasema popote kwa maelezo ya Konde. Sasa hivi ni vitu sasa hivi vitu vinatuhusu nini sisi? Mbona Biggie hajaongea chochote kibaya? What I know ni kwamba Diamond haongei, na hapo kafanya makusudi ili ampoze Ibra, maana mitandaoni angepasuka. Kanunua ugomvi makusudi ili watu waache kumwandama Ibra. Ikumbukwe kwamba Mzenji ni mmiliki wa mpira ya timu ya mpira wa kikapu Dar City. So kwa kifupi ni kwamba hili sakata la Ibra na Harmonize bwana limesababisha mpaka wakina Diamond kuposti ile kuposti zile picha zake afu akatumia wimbo wa Ibra. Imeonyesha kama vile anataka kumsupport Ibra, au kama vile alikuwa ananunua ugomvi, yani amemchokoza Harmonize, na Harmonize amemind kiasi kwamba ameenda kutoboa siri nzito za aibu, kwamba kumbe ile private jet ambayo tulimuona Diamond akiwa amepanda na kuposti sana video huko Snapchat, ni kumbe ile private jet bwana Diamond alilipia $10,000 tu. Ile private jet kupanda ile bwana ni takriban $90,000 kukodi. Umeona, Diamond alilipia $10,000, wengine wote waliobaki walipanda bure, na mtu ambaye alilipia kiasi kikubwa zaidi anaitwa Mzenji. Huyo Mzenji bwana hata kwenda kwenyewe huko katika hiyo shughuli ya Juksi hakwenda vile vile, lakini yeye ndo alitoa pesa ndefu, lakini Diamond alitoa pesa ndogo tu ukilinganisha na pesa zingine ambazo huyo Mzenji alikuwa ametoa, lakini Diamond amepost almost kila sehemu. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho watu walikuwa wajui, lakini kutokana tu na kwamba Diamond amemchokoza Harmonize kwa kumsupport Ibra, wakati Ibra yuko katika ugomvi na Konde, imepelekea moja kwa moja kufanya Harmonize aje atoboe siri hizo ambazo hata watu walikuwa hawana habari nazo, wala watu walikuwa haviwahusu, lakini Konde amechefukwa akaamua aje vuruge mambo. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau bwana, hebu na wewe pia weka jambo, zungumza kitu, tuwekee maoni yako bwana katika comment section hapo. Una kipi cha kusema kuhusiana na hii issue? Inaonekana kama vile mambo yanazidi kuwa magumu kadri ya muda unavyozidi kwenda. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.